वक्त था वक्त मसीहा न किसी और का वक्त, मैं ना आता तो कोई और ही आया होता, मैं ना आता तो कोई और ही आया होता। A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wapenzi watazamaji wa MTA Africa, karibuni tena katika kipindi mpendacho kuhusu maisha ya Masih Maud alayhi salatu wassalam na tuhuma zotolewa dhidi yake. Katika kuchanganua na kujibu tuhuma hizo, niko na wabashiri wa Jumuiya ya Islamu wa Ahmadiyya ndani ya studio. Kwa upande wangu wa kulia niko na Mwalimu Idi Mahmud Makoha Sahib, na kwa upande wangu wa kushoto niko na Mwalimu Qasim Oponyo Sahib. Assalamu alaikum, karibuni. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, jinsi tunavyofahamu kuwa katika maisha ya Masih Maud alayhi salatu wassalam kuna pingamizi ama kuna tuhuma nyingi sana zotolewa na wapinzani wake kuhusu maisha yake. Mojawapo wanasema kuwa katika maisha yake kuhusiana na utabiri wake, wahi na miujiza alizopata Masih Maud alayhi salatu wassalam. Je, Masih ameelezaje kuhusiana na utabiri wake, miujiza na hata wahi? Asante sana ndugu mfawidhi. Bila shaka Masih aliahidiwa alayhi salatu wassalam, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam, ameelezea swala hili kwa kina sana, akielezea miujiza, kiini cha miujiza. Alisema kwamba mtu akijiweka mbele ya Mwenyezi Mungu kisawasawa na akawa ameondoa vikwazo vyote baina yake na Mola wake, kisha akapekenyua kila aina ya vikwazo na kupanda vipago vya juu vya ngazi kuelekea kwenye imani na uaminifu, basi anakuwa moja kwa moja mrithi wa nguvu za Mwenyezi Mungu. Na hapo Mwenyezi Mungu naye anaonyesha ishara nyingi sana kwake, na hizo ishara zinatimia kwa sababu ya ule uaminifu wake alionao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili jambo linamfanya hizi ishara zije zitimie kwake. Baadhi ya ishara hizo ziwe ni zile za kuondoa madhara, zile zinazohusu maisha yake, zinazohusu marafiki zake, zinazohusu maadui zake, zinazohusu nchi yake na hata ulimwengu kwa ujumla. Ishara kama hizi wakati zinapotimia, yule mtu anafikia ngazi ya juu ya uhusiano baina yake na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hivyo sasa hawezi kufikiwa na yule mtu ambaye hana imani ipasayo. Kwa hivyo anakuwa ni mtu ambaye tayari Mwenyezi Mungu anamtumia kuonyesha ishara nyingi sana ambazo zinakuja kumweka katika nafasi bora sana katika maisha yake. Hili swala limezungumziwa katika kitabu cha Haqiqatul Wahyi Ruhani Khazain, jalada la 22 ukurasa wa 53. Aidan kuhusu utabiri, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam amezungumzia kuhusu utabiri kwa jinsi hii kwamba utabiri wote ambao yeye alikuwa anatoa tabiri, hakuna hata sehemu moja ambayo haikutimia. Na akasema kwamba anakula kiapo kwamba yeyote akijitokeza aseme kwamba kuna utabiri wowote ambao haukutimia, basi atakuwa tayari yeye ameingia katika changamoto ile kali sana, ile ni tambio tayari. Akasema kwamba yuko radhi kutoa tuzo kwa ikramu zaidi kwa yeyote ambaye ataibuka na upinzani dhidi ya kutimia kwa utabiri wake. Na akasema kwamba yule ambaye atajasiri kufanya hivyo, basi yeye atavunjwa, kwa sababu mkono wa yule ambaye amehusiana na Mwenyezi Mungu kwa karibu ni kama mkono wa Mwenyezi Mungu. Hili swala limezungumziwa katika kitabu kiitwacho Kashful Ghita, ambayo ni Ruhani Khazain. Na kuhusu asili ya miujiza, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ameelezea wazi, akasema kwamba asili ya miujiza alimithlisha na mwangaza wa mwezi katika giza totoro lenye mawingu. Wakati huo akaelezea kwamba yule mtu hana maarifa
na ana ukosefu wa ueledi wa kutosha kuhusu asili ya miujiza, hawezi kuelewa, kwa sababu ni kama yule mtu yuko katika giza na hawezi kuona, na hivyo hata mwangaza wa mwezi hauna faida kwake, utakuwa hauleti faida yoyote kwake. Kwa hivyo akasema kwamba miujiza ambayo inaweza kutimia ni ile ambayo haihusiani katu na ile ambayo inafaa idhihirike siku ya Kiyama. Mathalan, akasema kwamba hakuna mtu ambaye alishuhudia kwamba mfu amerudi katika maisha baada ya kufa. Na hili jambo aliposema hivyo, ina maana kwamba miujiza inayohusiana na siku ya Kiyama, hiyo haiwezi kutekelezwa katika ulimwengu wa sasa. Hata awe nabii wa aina gani, hawezi kutimiza hayo. Asante sana kwa maelezo ya kifasaha kuhusiana na swala hili. Na mwalimu sahib, je, Masihi Maud alayhi salatu wasalam ameelezaje kuhusiana na umuhimu wa kunufaika na ishara ukizingatia haki na uadilifu? Ameelezaje Masihi Maud alayhi salatu wasalam? Naam, asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza yafaa msikilizaji wetu ama mtazamaji wetu aelewe kwamba Hadhrat Masihi Maud alayhi salatu wasalam ametilia jambo hili mkazo, ama amedhibitia jambo hili akisema kwamba ni wale tu wenye haki na uadilifu na maarifa ndio wanaweza wakaziona ishara. Na anasema ishara na miujiza huwa inadhibitika kwa yule mtu ambaye amezama katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na pia anasema kwamba jambo hili la miujiza na ishara huwa hazitambuliki tu kwa mtu hivi hivi. Ni kwamba ni lazima yule mtu awe ni mcha Mungu, unaona? Yani awe ni mtu ambaye ana takwa maana yake ni kwamba ni mcha Mungu. Na anasema mambo haya hayatambuliki hivi hivi. Lazima uwe ama ni mwangaza wa kiungu. Mwangaza wa kiungu inamaanisha nini? Kwamba yani uwe na fahamu za kutambua ishara hizi. Na anasema kwamba jambo hili huwa halidhibitiki tu kwa uwazi. Na anasema bila kuwa na maarifa bila kuwa na maarifa ama na haki na maarifa, jambo hili kutambulika linakuwa ni ngumu zaidi. Na nikuulize, kulingana na wapinzani wanavyosema, je, kuna ishara yote kuonyesha kuwa huu Masihi Maud pia alipata pengine aina za ishara au pengine aina za ufunuo alipokea katika uhai wake utakaodhibitisha ukweli wake? Zipo? Naam, ndugu mtangazaji, ni kwamba mimi ningependa nimfahamishe mtazamaji wetu kwamba Masihi aliahidiwa alayhi salam amedhibitisha, na zingine pia zimeshuhudiwa na wapinzani wake. Nitataja tu baadhi ya ishara hizi. Ni kwamba ishara ya kwanza ni kwamba alikuwa na maarifa ya lugha ya Kiarabu. Wapinzani wanadai ya kwamba Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam anadai ya kwamba yeye ni mweledi ama ni mjuzi wa lugha ya Kiarabu, lakini tukiangalia kwamba Hadhrat Masihi Maud alayhi salatu wasalam hajataja jambo kama hili. Na pia kwa kudhibitisha jambo hili anasemaje? Anasema basi kama wanaona ya kwamba yeye hana ufasaha wa lugha ya Kiarabu, basi watafute katika vitabu vyake na walete makosa. Pia kudhibitisha kwamba Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alikuwa ni mjuzi wa lugha ya Kiarabu, ameandika vitabu vingi zaidi kwa lugha ya Kiarabu, na hii yadhibitisha kwamba yeye alikuwa ana maarifa ama ana utaalamu katika lugha ya Kiarabu. Ishara nyingine ni kwamba kukubaliwa kwa dua. Hadhrat Masihi Maud alayhi salatu wasalam, dua zake zimekubaliwa sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haswa katika wakati wake alipodai kwamba yeye ni Masihi ama yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaona ya kwamba ishara zake ambazo alitabiri kwa wapinzani wake zilitimia, na zingine zatimia mpaka leo. Wanajumuia wanaona ishara nyingi ambazo zatimia, ambazo Masihi aliahidiwa alifanya nini, aliahidi ya kwamba zitatokea. Ishara nyingine ni kwamba wanasema unabii, ya kwamba yeye unabii wake Masihi aliahidiwa, anasema kwamba unabii wake haufananishwi na wale tuseme waganga ama wale wanajiita ni wanabii ama maarifa, wale waganga. Sasa wao wanasemaje? Kwamba Masihi anasema ishara zake hazifanani na zile, kwa sababu zile ishara kama zile ni za uongo, lakini yeye anadhibitisha akisema kwamba ishara zake zimekubalika na kila mtu ameziona. Mwisho ni kwamba uelewa wake wa Qur'ani tukufu. Ni kwamba Hadhrat Masihi Maud anasema yeye alikuwa na uelewa juu zaidi wa Qur'ani tukufu, na hii imedhibitika
Hii imedhibitika katika wapinzani wake, pia wanadhibitisha kwamba yeye alikuwa na maarifa ya juu zaidi. Anasema mtu ambaye alikuwa na maarifa ya juu zaidi kwa Qur'an tukufu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini yeye pia anasema yeye pia alikuwa na maarifa ya Qur'an tukufu ambayo yamedhibitika kwa maadui zake, na pia sisi wanajumuiya tunaona faida hii ambayo Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alipata. Naam. Asante sana kwa kutuelezea hizo ishara hizo alizofunuliwa Masih Maud alayhi salam, ambazo zilizodhihirika wakati wa zama zake kuonyesha ukweli wake. Na mwalimu sahib, kuna pia tuhuma mashutuma ambao wapinzani pia wanajaribu kudhibitisha kwa Hadhrat Masih Maud alayhi salam ni muongo. Wanasema vipi? Kuwa yeye anasibisha kuna baadhi ya aya za Qur'an tukufu zimefunuliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye jinasibishia pia yeye kusema kuwa pia amefunuliwa kama hiyo. Kwa hiyo kulingana na wapinzani wanasema huu ni sawa na kuenda kinyume na utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sababu ni utume wa mwisho. Kwa hivyo ufunuo umeishia kwa mtume, itakuwaje tena pia inafunuliwa? Baadhi ya hizo aya ambazo ziko a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim, wanasema warafa'na laka dhikrak, yani tafsiri yake ni tukakunyanyulia sifa zako, na pia ile ambayo inasema pia kwa hakika tumekupa heri nyingi. So utaelezaje wapinzani ama watazamaji wanaofuatilizia hii kipindi ili wapate kuelewa kuwa sio, haimaanishi kuwa hii ameenda kinyume na utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mimi na wanasihi wale watazamaji wetu kwamba waelewe fika ya kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ameelezea kwa ufasaha sana hili jambo, kwa sababu hizi funuo ambazo zilitokea kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilikuwa zinahusu wakati ule na ziwe endelevu mpaka siku ya Kiyama. Mathalan, tuchukue sura Hamim Sajda ambayo ni 41 kuanzia aya 31 hadi 33. A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Tafsiri yake ni kwamba hakika wale wanaosema Mola wetu ni Mwenyezi Mungu kisha wakaishikilia imani hiyo kwa kudumu, huteremka kwao malaika wakiwaambia msihofu wala msihuzunike, nafurahieni pepo mliokuwa mkiahidiwa. Sisi ni walinzi wenu katika maisha ya dunia na maisha ya akhera, na humo mtapata kila kitu ambacho nafsi zenu zinapenda, na humo mtapata kila kitu mtakacho kiomba. Hili swala tukiangalia tunakuta kwamba hizi ni ahadi ambazo zimetoka kwa Mwenyezi Mungu kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wote wale ambao wamefuata baadaye. Mwisho amemalizia kwa kusema nuzulam min ghafurir rahim. Hili ni karibisho kutoka kwa mwingi wa ghafira, mwingi wa rehema. Sasa hizi ni ahadi ambazo malaika walitoa wakamwelekezea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na watakatifu wengine na mitume wengine wa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni ahadi mithaki ambazo zitadumu mpaka siku ya Kiyama zikitimia. Ahadi zenyewe 3 ni hizi: la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum. Yani ya kwanza kabisa kwamba ni kwamba msiwe na hofu wala msihuzunike, furahieni pepo mliokuwa mkiahidiwa. Hiyo ni ahadi ya kwanza. Ahadi ya pili nayo inasema nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Yani sisi ni walinzi wenu katika maisha ya dunia na akhira, na humo mtapata kila kitu nafsi zenu zinapenda, na humo mtapata vile vitu mlikuwa mkiviomba, vile ambavyo mlikuwa mmeahidiwa. Sasa hii ni ahadi ya pili. Ahadi ya 3 inasema nuzulan min ghafurir rahim.
yani na mtapata karibisho litokalo kwa mwingi wa wafira, mwingi wa rehma. Hizi ahadi tatu ukizichunguza vizuri utapata kwamba zimetolewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, manabii wa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mawali na watakatifu wengine na waaminio kwa ujumla, kwamba zitatimia mpaka siku ya Kiyama. Hii sifa ya Mwenyezi Mungu ya mjuzi na mzungumzaji haiwezi kukatishwa kamwe, bali ni ya kudumu maishani. Wale mawali wakubwa kama yule Alama Alusi na yule ambaye ni Imam Razi walizungumzia kuhusu ahadi hii na wakasema zitaendelea kuteremka kwa watakatifu wa Mwenyezi Mungu mpaka siku ya Kiyama. Na ukiangalia aya ya 32 ya sura hii inathibitisha jambo hili. Asante sana kwa maelezo yako ya fasaha. Natumai watazamaji wamefaidika na maelezo hayo na umetoa hata zile dukuduku na shaka ba pengine watazamaji wangekuwa nayo. Asante sana kwa maelezo yako. Mwalimu Sahibu, unaona kuna pia baadhi ya shutuma zingine ambao wametoa dhidi ya Masih Maud alayhi salam. Wanasema kuwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam ameambatisha baadhi za aya Qur'an tukufu kwa ajili yake. Kwanza hawa wapinzani wanasema kwamba kwa kudai jambo hili, wanasema Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad ametumia aya za Qur'ani tukufu kwa kujipatia sifa ya kwamba pia yeye amepata wahai kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na ningependa kunukuu kwa mfano katika Qur'ani tukufu kuna aya katika sura ya 7 aya 159. Baada ya audhu billahi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jamia. Tafsiri yake ni kwamba enyi watu, hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyote. Na pia kuna katika sura nyingine pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada ya audhu billahi minashaitani rajim kwamba wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Tafsiri yake ni kwamba wala hasemi kwa mapenzi yake mwenyewe, si ila wahi uliofunuliwa. Na kuna baadhi ya aya nyingi zaidi ambazo hawa wapinzani wanadai ya kwamba Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad ameziwekea yeye mwenyewe na kudai ya kwamba hii ni ufunuo ambao amepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na je, baadhi ya aya hizi zinaweza kufunuliwa wajumbe wengine kando na Masih Maud alayhi salam? Naam, ningependa kumfahamisha mtazamaji kwamba hii ni sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya kwamba yeye anafanya nini? Anateremshia waja wake wahai ambao unatoka katika vitabu vya wale mitume. Na hii si kwa Masih aliahidiwa peke yake, imedhibitika hata kwa mawali ambao ni mashekhe wakubwa. Kwa mfano kuna shekhe mmoja ambaye anaitwa Mujaddidi Al-Futhani rahimahullah, amesema pia yeye kwamba yani akitoa mfano kuna aya ambazo zimeshuka kwake ya kwamba kuna aya ambayo amepewa ahadi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba atapata mtoto ambaye ni Yahya. Sasa tunaona ya kwamba hii ni sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inatimia kwa kila nabii ama inakuja kwa yule mteule wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii imeendelea zaidi kwa mawali wengi zaidi, na vile nimetangulia kusema kwamba si Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad peke yake, kuna wengi zaidi ambao wamepewa funuo kama hizi. Na je, baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, je, kuna watakatifu wengine ambao pengine walifunuliwa ama ni Mirza peke yake ndiye alifunuliwa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ukizingatia kuwa pinzani wanasema ni shutuma kubwa sana. Wanasema kwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad anapata wahi ilhali ufunuo uliisha na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utaelezaje? Je, kuna watakatifu wengine baada ya mtume? Naam, ndugu mwelekezi, ni vile nimetangulia kusema kwamba hii ni sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni ahadi ambayo ametuahidi ya kwamba ataendelea kupeana funuo zake. Na swali ambalo umeuliza kwamba je, kuna watu ambao wanapata funuo kama hizi? Wapo, ni wengi zaidi. Tumepata katika vitabu ya kwamba hao watu wanapatikana. Kwa mfano, kuna mjadidi mmoja anaitwa Al-Fathani. Pia yeye anasema kwamba kuna aya ambayo Mwenyezi Mungu amempatia wahai akimwambia kwamba atapata mvulana, jina lake litakuwa Yohana ama Yahya. Kwa hivyo ni wengi zaidi. Na pia mwingine anaitwa Nizamuddin Auliya, pia yeye amepata wahai na kutoka kwa wahai ambayo unafanana na aya za Qur'ani tukufu. Naam, asante sana kwa maelezo yako. Kwa hivyo inamaanisha si Mirza Ghulam Ahmad peke yake alayhi salam bana aliyepokea wahi baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali kuna watu wengi waliopokea. Naam, Mwalimu Sahib,
Kuna madai ambao wanasayansi wanasema kuna baadhi ya shutuma ambazo inasemekana kuwa wanasayansi na sufi wanadhibitisha kuwa kupokea wahi, yani kupokea wahi au ufunuo wa kiungu baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hii jambo ni halali ama si halali? Utaelezaje? Ni halali kabisa, kwa sababu hawa wa masufi, wanasayansi na mawalii wa Mwenyezi Mungu wamehakikisha jambo hili, kwani hata katika maisha yao waliendelea kupokea funuo zile ambazo zimetokea katika Qur'ani tukufu. Kwa hivyo hili swala la mtu kupinga ya kwamba Masihi aliyeahidiwa alayhi salam alikuwa anajisingizia kwamba anapokea funuo zinazohusiana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake, ama pengine ni kuvuruga ufunuo wa Qur'ani tukufu, hizo shutuma hazina msingi wowote hata na katika historia. Kwa sababu tukiangalia hawa masufi wakubwa ambao walikuja kuelezea aya za Qur'ani tukufu, yani walikuja kufufua dini na kuelezea vizuri Qur'ani tukufu, mahali ambapo mtu pengine amepotoka kwa kiasi fulani au arejeshwe katika ufahamu wa kutosha wa Qur'ani tukufu. Hawa ndio ambao Mwenyezi Mungu aliwatumia kwamba funuo ziteremke kwao. Na sufi wa kwanza huyu Ibn Arabi, Sheikhul Akbar Ibn Arabi, ameelezea kwamba ufunuo wa Qur'ani tukufu utaendelea kuteremka kwa waaminio mpaka siku ya Kiyama. Yani ufunuo huu hauwezi kukoma, kwa sababu Mwenyezi Mungu bado anazungumza na watu wake. Hili limeandikwa katika Futuhati Makia jalada la 6. Kwa hivyo tukiangalia katika swala hili tunakuta kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam si kwamba yeye alitamba na kudai madai ya uongo kwamba anapata funuo ambazo ni za Qur'ani tukufu, ambazo zilienda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye anazihamishia kwake mwenyewe. La hasha. Hata Sayyid Abdul Qadir Jilani rahimahullah naye alipata utabiri kwamba yeye akiungana na Mwenyezi Mungu kisawasawa atapata ufunuo kama ule ambao uko katika sura Yusuf aya 5. Sasa tukiangalia tunapata kwamba uhakika wa maneno ni kwamba hawa mawalii pia waliendelea kupokea funuo ambazo zilikuwa zinahusiana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ufunuo huu wa Qur'ani tukufu ni wa kuwakumbusha waaminio na kuwajenga upya wawe na ithibati na istikama katika dini ya Kiislamu, waielewe vizuri. Pia kuna ufunuo ambao wali aliupokea, na ufunuo huu unapatikana katika kitabu kinaitwa Ilmul Kitab. Huyu alikuwa ni Mirdad, alielezea vizuri sana, akasema kwamba yeye alipokea ufunuo ule ambao ni wa Qur'ani tukufu, ule ambao ni wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani ya kwamba wa andhir ashiratakal aqrabin, yani waonye jamaa zako wa karibu. Kwa hivyo ukiangalia vizuri ilikuwa ni nasaha ya Allah kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na huyu ni walii pia amepokea hiyo nasaha. Kwa hivyo Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam akipata nasaha hizi za Qur'ani tukufu hazivunji ule ufunuo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali ni kuendeleza, kwa sababu hii ilikuwa imeelezwa kabisa kwamba hawa waamini wataendelea kupokea huu ufunuo. Naam, asante sana kwa maelezo yako mafupi na pia kwa kina kwa kutuelezea. Na Mwalimu Sahib, kulingana na wapinzani wanasema kuwa hii ilham Masihi Maud alipokea inayosema kuwa uftiru wa asum, kuwa anajaribu kujilinganisha na aya Mwenyezi, ajaribu kujilinganisha na Mwenyezi Mungu, kuwa vitendo vyake na vitendo vya Mwenyezi Mungu ni sawia. Je, ni kweli kuwa hii pia ni kujilinganisha na Mwenyezi Mungu?
Naam, hizi ni shutuma ambazo wapinzani wanasema Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam anapotumia jambo hili ya kwamba Allah anafunga na anafuturu, ni kwamba ni kejeli kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya kwamba Allah hawezi akafanya vitendo kama hivyo, kula na kunywa. Wanasema kwamba hii ni kumkosea Mwenyezi Mungu adabu. Lakini Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam akieleza jambo hili anasema ya kwamba mambo kama haya yametumiwa katika vitabu vingi zaidi ambavyo vimepita, na anasema jambo hili linapotumiwa si la dhahiri ya kwamba alichukuliwa kwamba Allah anakula kama mimi ama na wewe, Allah anakunywa maji kama mimi na wewe. La, anasema ni jambo ambalo limekuja kwa namna ya mfano tu. Hadhrat Masih Maud alayhi wasallam akifananisha, ananukuu hadithi kutoka kwa Muslim anasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atauliza mwanadamu, ewe mwanadamu, nilikuwa mgonjwa haukunitembelea, nilikuwa na kiu haukunipa maji, nilikuwa na njaa haukunilisha. Sasa tuchukulieje sisi mambo kama haya? Kama tunasema kwamba, kama wapinzani wanasema kwamba Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad amefananisha kufunga na kula kwa Mwenyezi Mungu, sasa tukuchukue namna gani? Je, Allah anakula, Allah anakunywa maji, Allah anakuwa mgonjwa? Ni kwamba Masih aliyedio anasema kwamba haya mambo yanakuja kwa namna ya mithili ama namna ya mfano, lakini sio mambo ambayo yanatokea kidhahiri. Kwa hivyo kwa ufupi tu kwamba mambo haya yakitumiwa katika ama funuo ni kwamba ni mambo ambayo ni ya kimfano tu, bali si mambo ambayo yanatendeka kama sisi tunavyojua sisi wenyewe. Naam. Nashukuru sana Mwalimu Saib kwa maelezo uliopeana wa fasaha. Natumai watazamaji wameelimika na wamefaidika na maelezo uliopeana. Na ninawashukuru nyote kwa muda wenu mliotenga ili kuja kuchanganua na kubainisha na hata kujibu hizo shutuma zilizotolewa dhidi ya Masih Maud alayhi wasallam. Naam, mtazamaji mpendwa, nashukuru sana kwa muda wako ulioambatana nasi kuanzia mwanzo hadi tamati wa kipindi hiki, na natumai kuwa umenufaika na kufaidika zaidi. Na ningekusii pia katika vipindi vijazo pia uwe nasi ili uweze kufaidika na kupata elimu zaidi. Kufikia hapo sina mengi wala la ziada la kusema, bali nitakuacha tu na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. यारो मसीह वक्त के थी जिनकी इंतजार, यारो मसीह वक्त के थी जिनकी इंतजार, राह तकते तकते जिनकी करोड़ों ही मर गए,